Naam, mtazamaji wa Trend TV bwana, mambo yanazidi kuwa moto huko mtandaoni. Ni kwamba mara tu baada ya Mbosso Khan kuachia kazi yake mpya kabisa bwana, mambo yamekuwa ni ya moto to the maximum bwana. Hapa nataka nizungumze kuhusiana na mafanikio ya ngoma hii ambayo inakwenda kwa jina la Darasa la Saba, ngoma ambayo Mbosso Khan mwenyewe bwana ndio ameitoa siku ya jana. Na kusema ule ukweli bwana, Mbosso kwa mwaka huu hapa 2026 ameuanza kibabe kweli kweli baada ya kutoa ngoma hiyo ambayo inakwenda kwa jina la Darasa la Saba. Actually Mbosso ni takriban siku 5 nyuma alikuwa akipromoti kwa kudokeza kuhusiana na ujio wa ngoma hiyo, jambo ambalo lilifanya watu wengi sana wakawa na shauku, kutokana na kwamba Mbosso bwana hajafanya makosa tokea alipotoka WCB bwana. Amekuwa akiachia project ambazo zimekuwa zikienda, yani ni hit after hit. Amefanya show za kumwaga, amepiga streams na views wa kutosha. Nazungumzia mwaka 2025 kwa upande wa Mbosso bwana, ulikuwa ni moja kati ya miaka mizuri sana kwa upande wake. Na mwaka huu hapa 2026 pia, kwa jinsi ambavyo alivyoanza hivi kwa kutoa ngoma hii ambayo inakwenda kwa jina la Darasa la Saba, ngoma ambayo bwana ukiipita huko YouTube bwana utaona jinsi gani ambavyo ngoma hii imepokelewa kwa ukubwa. Mashabiki wamejitoa, wameipenda kupitiliza na imekuwa ikitrendi kweli kweli katika social media platforms mbalimbali, lakini hata huko Instagram pia page nyingi zimekuwa zikizungumza kuhusiana na ngoma hiyo ambayo inakwenda kwa jina la Darasa la Saba, ngoma kutoka kwake Mbosso Khan, ambapo ameachia audio pamoja na video huko YouTube. Ni kwamba zinaselebuka, zinakimbiza kweli kweli katika upande wa trending. So kwa kifupi ni kwamba hapa tunataka tuzungumze kuhusiana na mafanikio ya wimbo huu hapa wa Darasa la Saba so far, ukiwa ndo una siku ya pili leo tokea ulivyotoka. Kama unaelewa bwana, Mbosso ameshaachia hiti nyingine kibao ambazo zilifanya vizuri na kutikisa mji kama vile Aviola pamoja na nyimbo ambayo inakwenda kwa jina la nazungumzia Aviola pamoja na Power. Ni nyimbo ambazo zilimtambulisha vyema kabisa Mbosso kama solo artist mara tu baada ya kutoka WCB kwa mwaka 2025. Sasa kwa mwaka huu 2026 ndo kama hivyo bwana, ni kwamba kwanza kabisa ndani ya muda mchache sana Mbosso Khan bwana alikuwa tayari ana takriban watazamaji 500,000 huko YouTube. Yani views 500,000. Video hiyo ambayo inakwenda kwa jina la Darasa la Saba imepata views takriban 500,000 ndani ya masaa 16. Yani hata masaa 24 alikuwa hajaisha. Ngoma ilikuwa ina masaa 16 tu tayari, lakini ikiwa na views zaidi ya 500,000 huko YouTube. Sasa hapa bwana, kuna page mbalimbali zimekuja kuripoti kuhusiana na habari hiyo ambayo ni habari njema kiukweli kwa msanii huyu Mbosso Khan. Imeonyesha jinsi gani ambavyo watu wanavyomkubali, wameamua kumsupport na wamempokea tena kwa mara nyingine baada ya kuachia project yake hiyo ambayo inakwenda kwa jina la Darasa la Saba, ambayo hii imekuja kama single. Nakumbuka mara ya mwisho project ambazo aliziachia Mbosso zilikuwa ni bando lile, nazungumzia bwana, zilikuwa ngoma takriban 6 hivi ambazo zilikuwa zinakwenda kwenye EP ambayo inakwenda kwa jina la Room Number 3. Sasa this time around bwana, Mbosso ameachia single na unaambiwa kwamba Darasa la Saba ndani ya masaa 16 imefikisha zaidi ya watazamaji 500,000 huko YouTube. Alafu hapa chini wakaelezea kwa urefu zaidi kwamba video mpya ya star wa muziki wa Bongo Flava Mbosso Khan ni kwamba inayokwenda kwa jina la Darasa la Saba bwana, video imekuwa na mapokeo makubwa sana kwenye mitandao ya kijamii, ambapo ikiwa imefikisha watazamaji zaidi ya 500,000 kwenye mtandao wa YouTube mpaka sasa hivi, na haijafikisha hata masaa 24. Watazamaji 600,000 na ipo namba 1 on trending. Umeona bwana, ngoma bwana imekimbiza, lakini pia vile vile ni kwamba imekamata nafasi ya kwanza on trending. Yani ndo ngoma ambayo ina trend sasa hivi hapa Tanzania. Kwa hapa wenyewe pia bwana, Khan Music hii ni official page ya Mbosso fans au management yake mpya inakwenda kwa jina la Khan Fans huko mtandaoni, katika mtandao wa Instagram wamekuja wakapost hapa kwamba Darasa la Saba ina trend namba 1 YouTube Tanzania. Alafu hapa chini katika caption wakaandika kwamba bwana, masaa machache yametosha kabisa kufanya wimbo wetu pendwa kabisa kwa sasa hivi hapa town unaokwenda kwa jina la Darasa la Saba kuwa wimbo namba 1 on trending YouTube kwa upande wa Tanzania. Page hii ya Mbosso wakaja kaandika hapa chini kwamba asanteni sana kwa mapokezi haya makubwa na yenye kishindo, Mungu awabariki sana. Umeona bwana, hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana kwa upande wa Mbosso Khan. Lakini pia vile vile yeye mwenyewe naye bwana amepost hapa akaandika kwamba asanteni sana kwa kufanya wimbo wetu Darasa la Saba ukawa ni wimbo namba 1 on trending nchini Tanzania kwa muda mfupi sana tokea itoke. Darasa la Saba inapatikana kwenye digital platforms zote nchini na video inapatikana YouTube. Enjoy.
Lakini pia Mbosso hapa kaandika kwamba bwana, umependa nini kwenye wimbo wetu wa darasa la 7? Hilo ni swali ambalo Mbosso alikuwa amewauliza mashabiki zake. Nataka nikusomea hapa chapchapo uweze kujua kwamba mashabiki wanafikiria nini kuhusiana na wimbo huo wa darasa la 7. Kuna mdau hapa amesema kwamba bwana, kila kipande kwangu mimi kiko moto. Kuna mtu ameandika mnoma sana, Mbosso yeye ni fundi, ngoma ni kali, melody ni kali. Kuna mwingine hapa Dula Makabila amekuja amecomment hapa ameandika kwamba bwana, binafsi nimependa sana muendelezo wa hizo pua zenu kama kwa vizazi na vizazi. Ameandika hivyo Dula Makabila akidai kwamba mdogo wake Mbosso ambaye ameonekana katika hii video amefanana naye na amependa the way ambavyo pua zao zinavyoendelea kuwepo hivyo hivyo vizazi na vizazi. Lakini kuna jamaa mwingine hapa amesema kwamba bwana, kila kitu kiukweli katika hii ngoma mimi nimependa, kwa sababu bwana, nimependa ulivyopanda Tata Bukoba mpaka Dar es Salaam. Kwa sababu bwana, part 2 iendelee, tunataka hiyo nyimbo iwe na muendelezo. Kwa kuna wadau hapa wametoa suggestion kwamba itakuwa jambo la heri na busara iwapo kama hii ngoma bwana ikawa kama kasirizi fulani hivi, yani ikawa ni ngoma ambayo inakuwa na muendelezo, yani kadri ya siku zinavyozidi kwenda Mbosso anakuja kuandika verses zaidi kuhusiana na ngoma hiyo, muendelezo wake. Umeona bwana, kwa hiyo pia ni moja kati ya vitu ambavyo vimesuggestiwa kuhusiana na hii ngoma ya Mbosso Khan. Lakini sio tu labda eti ngoma hii inafanya vizuri kwenye upande wa YouTube peke yake. Hapana, hii ngoma bwana inakimbiza mpaka Boomplay. Yaani ukienda huko Boomplay bwana, ambao ni streaming platform ambayo inatumika zaidi hapa Afrika au huko upande huu wa Afrika Mashariki hususan Tanzania. Bwana hapo ameandika kwamba number 1 artist on Boomplay Tanzania, kwamba Mbosso sasa hivi ndiye msanii ambaye anakimbiza pia mpaka upande wa Boomplay. Lakini katika slide ya pili hapo ametoa top searched artist kwa sasa hivi Tanzania kwa upande wa Boomplay, ambapo hapa bwana namba 5 ni Zuchu, namba 4 ni Mario, namba 3 ni Harmonize na namba 2 ni Diamond Platnumz, huku nafasi ya kwanza ikiwa imekamatwa na Mbosso. Kwa hiyo Mbosso ndiye msanii ambaye anafanya vizuri na watu wengi sana wanasikiliza kazi zake huko katika page yake ya kuuzia mziki katika platform ya Boomplay. Umeona bwana, kwa hiyo hivyo ndivyo mambo yalivyo. Lakini pia hapa kuna page nyingine wameandika kwamba bwana, darasa la 7 ndani ya masaa 16 imefikisha watazamaji 500,000. Bwana, jambo ambalo limewafurahisha na kuwaimpress watu wengi sana huko mtandaoni. Umeona bwana, lakini sasa tunazungumza bwana, ngoma ina approach milioni bwana, na iko of course iko trending namba 1 mpaka sasa hivi. Hakuna mtu yeyote ambaye amefanikiwa swala zima la kuishusha nyimbo hiyo ya Mbosso Khan tokea ilivyokuwa imetoka. Nyimbo inakwenda kwa jina la darasa la 7, na umo ndani bwana amezungumza kuhusiana na baadhi ya changamoto ambazo amezipitia kipindi hicho akiwa yuko shule ya primary. Lakini pia vile vile ni kwamba ngoma hiyo sasa hivi tumeenda kuangalia update na jumla ya zaidi ya 900,000 views ikiwa ina siku moja tu. Kwa hiyo kwa kifupi bwana, ni moja kati ya kazi ambazo zimepokelewa vyema mno, na hata Mbosso mwenyewe pia atakuwa amepata confidence na kumshukuru Mungu baada ya ngoma yake hii, tena baada ya Viola na Power kufanya vizuri. Watu wanasemaga kwamba kuja na comeback nyingine waga ni ngumu, lakini kwa upande wa Mbosso amekuja na comeback hii hapa. Nyimbo inaitwa darasa la 7, na nahisi kwamba inaweza ikawa ni moja kati ya nyimbo ambazo zinaweza zikafanya mapinduzi makubwa sana katika industry ya muziki. Ukiwa kama mdau, weka maoni yako bwana katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment. Lakini pia hakikisha una subscribe bwana kwa ajili ya kupata update zaidi.